Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uhinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi yaliyokuwa ni Alhamisi 16 Julai mwaka 2016 kupitia Kivu News Info. Mimi ni Loje Longa nakuletea taarifa mbalimbali na muhimu zinazogusa maisha ya wananchi na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika ukurasa wetu leo tutakupitishia kwenye matukio makubwa ya kisiasa, kiusalama, kijamii na kibinadamu kwa wale wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Tazungumzia hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, ripoti mpya kuhusu madhara ya vita kwa raia, hatua za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani, pamoja na taarifa nyingine muhimu kutoka katika eneo la Maziwa Makuu. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa kupitia Kivu News Info, sauti ya wananchi, ambao tutaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile kesho umesubscribe, like, comment na kushare, na kulungu na nasema kujabone kueme vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Zaidi ya raia 200 wameuawa na mamia wengine kujeruhiwa, kutekwa nyara, kulazimika kukimbia makazi yao katika kipindi cha miezi ya Aprili hadi Juni mwaka 2016 katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ikiwemo maeneo ya Beni, Ruchuru, Masisi na Walikale. Hayo yamebainishwa katika ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Badilika kufuatilia hali ya usalama na kiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti, eneo la Beni ndilo linaendelea kuwa kitovu cha mauaji ya raia, ambako waasi wa ADF wanatajwa kuhusika na sehemu kubwa ya mashambulizi yanayorekodiwa katika kipindi hicho. Shirika la Badilika nasema kwa karibu 90% ya mauaji yaliyothibitishwa yalifanyika katika eneo la Beni, ambako waasi wa ADF wanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya jamii za kiraia licha uwepo operesheni za kijeshi zinazofanywa na vikosi vya serikali kwa kushirikiana na jeshi la Uganda kupitia operesheni Shujaa. Patrick Nguka, kiongozi wa shirika hilo Badilika, amesema hali ya usalama imeendelea kuwa mbaya katika eneo la Beni kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha. Amesema kwa kati ya mwezi Aprili na Juni pekee watu 199 waliuawa katika mashambulizi ya ADF huko Beni, huku matukio mengine ya mateso, ukatili wa matumizi ya silaha dhidi ya raia yakiripotiwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, sio ADF pekee inayotumiwa katika ukiukaji wa haki za binadamu. Shirika la Badilika pia limetaja makundi mengine yenye silaha, ikiwemo muungano wa waasi 23 pamoja na makundi ya baadhi ya wazalendo wakidaiwa kuhusika katika matukio ya utekaji nyara, kutoka kwa lazima kwa watu, kukamatwa kiholela kwa raia na uporaji wa mali za wananchi. Katika eneo la Ruchuru, ambako kwa sasa liko chini ya udhibiti wa waasi 23, ripoti inaeleza kuwa vijana wengi wamekuwa wakikamatwa bila kufuata taratibu za kisheria, huku baadhi yao wakituhumiwa kuwa na makosa mbalimbali bila ushahidi wa wazi. Wakati huo katika maeneo mengine ya Masisi na Walikale, mapigano yanaendelea kati ya makundi yenye silaha yanaendelea kuathiri maisha ya wananchi, hasa vijana na wanafunzi. Hilo limetoa mfano wa hali ya sintofahamu katika maeneo yanayozunguka kituo cha uchimbaji madini cha Rubaya, ambako mapigano kati ya waasi 23, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wamesababisha kusimama kwa shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi. Baadhi ya wanafunzi wameshindwa kufanya mitihani yao ya shule kutokana na mashambulizi na mlipuko na utikisa maeneo hayo, hali ambayo imeathiri mustakabali wa elimu kwa kizazi na vijana wanaoishi katika maeneo hayo. Kutokana na hiyo, shirika la Badilika limetaka serikali za Kongo pamoja na pande zinazohusika katika mapigano kuheshimu sheria za kimataifa za binadamu na kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Pia limetaka kurejeshwa kwa haraka kwa mamlaka za serikali katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, ili kuhakikisha usalama wa wananchi, haki zao, na kurejea kwa usalama kwa utawala wa sheria. Hadi sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, huku mamilioni ya watu wakiendelea kuathirika kutokana na migogoro ya muda mrefu kati ya vikosi, pia serikali na makundi mbalimbali yenye silaha. Badala ya kuondoa wanajeshi wake katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ilivyokuwa imepangwa kufanyika ifikapo tarehe 15 Julai mwaka 2016, Rais wa Rwanda Paul Kagame amechagua njia tofauti. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vilivyoko katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi 23, wanajeshi wa Rwanda wanadaiwa kuwepo katika maeneo hayo, wanaendelea kuhamasishwa na kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya mstari wa mbele wa mapigano, huku baadhi yao wakiripotiwa kuwa na silaha nzito za kivita. Hatua imeongeza hofu kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya
Kidemokrasia ya Kongo ambako jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitaka suluhisho la kisiasa kupitia mazungumzo. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa badala ya kuelekea kwenye njia ya kidiplomasia, hali ya kijeshi imeonekana kuendelea katika kushika nafasi kubwa katika mzozo huu unaendelea katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Tukio hili linajiri takriban wiki 6 baada ya kauli iliyotolewa na waziri msaidizi wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio, ambaye tarehe 4 Juni mwaka huu alisema kuwa kulikuwa na mpango wa kuona vikosi vya Rwanda vikiondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo mwezi Julai. Hata hivyo, muda huo umefika bila kuonekana mabadiliko makubwa kwenye uwanja wa mapigano. Mpaka sasa kuna ushahidi wa wazi unaonyesha kuondoka kwa kiasi kikubwa cha wanajeshi wa ulinzi wa Rwanda RDF kutoka maeneo ambayo yanadhibitiwa na muungano wa uasi wa M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa mkono na kusaidia uasi wa M23, madai ambayo pia imekuwa kitajwa katika ripoti mbalimbali za wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, mapigano bado yanaendelea kuwa huku waasi wa M23 wakiripotiwa kuimarisha udhibiti wao katika baadhi ya maeneo wanayoyashikilia. Inaonyesha tofauti kubwa kati ya ahadi zinazotolewa kwenye meza ya mazungumzo ya kimataifa na hali halisi inaonekana kwenye uwanja wa vita. Kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, hatua za kidiplomasia bado zinaendelea kutafutwa ili kumaliza mzozo, lakini kuendelea kwa harakati za kijeshi kunazua maswali mengi kuhusu uwezo wa shinikizo la kimataifa kuleta mabadiliko haraka katika eneo hilo. Kwa sasa wananchi wanaishi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mgogoro huu, huku wakikabiliwa na hofu ya mashambulizi, kuhama kwa makazi yao na ukosefu wa usalama wa kudumu. Hali ya maisha kwa wakazi wa eneo la Fizi na mji wa Baraka imeendelea kuwa ngumu kutokana na kukosekana kwa huduma za mawasiliano na simu za mkononi pamoja na interneti kwa zaidi ya wiki 2 mfululizo. Katika taarifa iliyotolewa na Jumuiya ya Kiraia ya Kivu Kusini, ofisi ya utaratibu eneo la Fizi inaongozwa na mwenyekiti Jacques Alimas imeeleza kuwa kukatika kwa huduma hizo kumeanza tangu tarehe Julai mwaka huu na hadi sasa bado hakuna suluhisho linalopatikana. Kwa mujibu wa jumuiya, kukosekana kwa mitandao ya mawasiliano kumesababisha wananchi wa Fizi na Baraka kushindwa kuwasiliana na watu wao wa karibu, kufanya biashara na pia kupata taarifa muhimu zinazohusu maisha yao ya kila siku. Jumuiya ya Kiraia inasema hali hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu za wananchi, ikiwemo haki ya kupata taarifa na haki ya kuwasiliana ambazo zimetambuliwa katika katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mikataba mbalimbali ya kimataifa kuhusu haki za binadamu. Katika taarifa hiyo, viongozi wa kiraia wanaeleza kuwa mawasiliano ni sehemu muhimu ya maisha sasa na kwamba kila raia wa Kongo pamoja na wageni wanaoishi ndani na nje wana haki ya kutumia huduma hizo bila vikwazo visivyo na sababu. Hasara zake kukatika kwa mitandao zimeanza kuonekana wazi katika shughuli za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Huduma za kifedha kupitia mitandao ya simu kama vile Airtel Money, Orange Money na M-Pesa hazifanyi kazi paswavyo, hali ambayo imeathiri biashara, malipo na shughuli mbalimbali za wananchi. Wafanyabiashara katika mji wa Baraka na maeneo ya Fizi wanaendelea kukumbana na changamoto kubwa kutokana na kushindwa kufanya miamala ya fedha kwa njia ya simu, jambo ambalo limeathiri mzunguko wa biashara na kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi. Jumuiya imeeleza kuwa kukosekana kwa mawasiliano kumezuia wananchi kupata huduma za taarifa kutoka nje eneo lao, huku baadhi yao wakishindwa kuwasiliana na familia zao, washirika wa kazi na taasisi mbalimbali. Baada ya kukosekana kwa mitandao ya simu, Jumuiya ya Kiraia inasema kuwa imekuwa ifuatilia pia hatua za kukamatwa kwa vifaa vya mawasiliano vya Starlink vinavyokuwa vikimilikiwa na watu binafsi, mashirika na taasisi mbalimbali zinazotoa huduma kwa jamii. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baadhi ya watu wanaojaribu kurejesha njia ya mawasiliano na mashirika wao wamekuwa kikabiliwa na vitisho, hali ambayo imeongeza hofu miongoni mwa wananchi. Jumuiya ya Kiraia inaonya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri zaidi shughuli za mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi katika eneo la Fizi na hasa yale yanayosaidia watu walioko katika mazingira magumu. Inaeleza kuwa mashirika yanahitaji mawasiliano na ya uhakika ili kuratibu misaada, kufuatilia mahitaji ya wananchi na kutoa huduma kwa watu wanaohitaji msaada. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa Kiraia wameomba mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha huduma ya mawasiliano katika eneo la Fizi na mji wa Baraka. Wamesisitiza kuwa mawasiliano ni haki ya msingi ya kila mtu na kwamba kuendelea kwa hiyo kunaweza kuongeza matatizo makubwa kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na kiuchumi. Taarifa imetolewa mjini Fizi tarehe 14 Julai, huku wakazi wa eneo wakiendelea kusubiri kurejeshwa kwa huduma za simu na interneti.
Baadhi ya wahudumu wa afya wanashiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika hospitali kuu ya rufaa ya Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, wameanza mgomo wa kazi tangu siku ya jana Jumatano tarehe 15 Julai, wakitaka kulipwa posho zao ambazo wanasema zimekuwa zikidaiwa kwa muda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mgomo ulianza katika saa za asubuhi ambako baadhi ya wafanyakazi hao waliweka vizuizi barabarani karibu na eneo la hospitali na kuchoma moto vitu mbalimbali kuonyesha hasira yao kutokana na kuchelewa kwa malipo yao. Wahudumu hao wanasema wamekuwa wakitoa huduma muhimu katika kipindi cha mlipuko wa Ebola, wakihatarisha maisha yao ili kuwalinda wananchi dhidi ya ugonjwa huo hatari, lakini bado hawajapatiwa stahiki zao kama ilivyokuwa imeahidiwa. Mmoja wa maafisa wanaoshiriki katika mwitikio dhidi ya Ebola amesema kuwa wamekuwa wakifanya kazi kwa njia ya kujitolea na kwa nguvu kubwa ili kuokoa maisha ya wagonjwa na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Amesema kwa licha ya taarifa walizonazo kwamba taratibu za malipo yao tayari zimekamilishwa, hali halisi kwenye uwanja wa kazi bado hujaonyesha mabadiliko yeyote. Amesema, tukimnukuu, tunaona uwezo wetu wa kuokoa maisha ya wananchi kutokana na ugonjwa huu hatari. Tumeambiwa kwamba mipango ya kulipa imeandaliwa, lakini mpaka sasa hakuna chochote kinachoonekana. Tunahitaji malipo ya posho zetu, amesema mmoja wa wahudumu hao. Mgomo unakuja kati ambako mkoa wa Ituri bado unaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za mlipuko wa Ebola, huko wahudumu wa afya wakiwa mstari wa mbele katika kutoa huduma kwa wagonjwa, kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa pamoja na kuhamasisha jamii kuhusu njia za kujikinga. Waziri wa afya ya umma na ustawi wa jamii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Roger Kamba, wakati wa ziara yake hivi karibuni mjini Bunia takriban wiki mbili zilizopita, alikuwa amesema kuwa serikali imechukua hatua zinazohitajika kuhakikisha malipo ya huduma wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola yanafanyika. Waziri alisema kuwa malipo hayo yangefanyika kupitia kadi za benki ili kuhakikisha mfumo malipo na kuhakikisha wahudumu wote wanapata fedha zao kwa njia salama. Hata hivyo, hadi sasa baadhi ya wahudumu hao wanasema hawajaona utekelezaji wa dio, jambo linalowasukuma kuingia katika mgomo. Wahudumu wa afya wanaonya kuwa kuendelea kwa mgomo huku unaweza kuathiri shughuli za kukabiliana na Ebola, hasa katika kipindi ambacho shirika la wahudumu wa afya ni muhimu katika kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kwa sasa juhudi zinaendelea ili kutafuta suluhisho la kati ya mamlaka za afya na wahudumu ili kurejesha haraka huduma na kuhakikisha mapambano dhidi ya Ebola yanaendelea bila vikwazo. Waziri wa muungano wa kikanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Floribert Anzuruni, amefikisha ujumbe maalum wa asili kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Ziara imefanyika Jumatano mjini Gitega nchini Burundi, ambako Floribert Anzuruni alipokelewa na Rais Ndayishimiye akiwa kama mjumbe maalum wa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Baada ya mazungumzo hayo, Waziri Anzuruni amesema ujumbe ulihusisha zaidi masuala muhimu yanayohusu uhusiano wa nchi mbili kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi pamoja na hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa DRC. Akizungumza baada ya kukutana na Rais wa Burundi, Floribert Anzuruni amesema kuwa alipewa jukumu la kuwasilisha ujumbe huo maalum kwa wasiri kwa niaba ya Rais Tshisekedi. Amesema mazungumzo yalilenga hasa kuimarisha uhusiano wa nchi hizi mbili, lakini pia kujadili changamoto kubwa za usalama yanayokumba eneo la mashariki mwa Kongo, ambalo mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yameendelea kusababisha mateso kwa wananchi. Nimepokelewa na Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye kama mjumbe maalum wa Rais Tshisekedi. Nimewasilisha ujumbe maalum wa siri uliotolewa na Rais wa Kongo, ujumbe unaohusu zaidi uhusiano kati ya nchi hizi mbili, lakini pia ni hali halisi ya usalama katika eneo letu, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema Floribert Anzuruni. Tunaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kidiplomasia zinazofanywa na serikali ya Kinshasa kwa kushirikiana na nchi jirani kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika masuala ya usalama na kutafuta njia za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Ziara hiyo ya mjumbe wa Rais Tshisekedi nchini Burundi imefika wiki chache tu baada ya Rais Evariste Ndayishimiye kufanya ziara rasmi ya siku 2 mjini Kinshasa, ambako alikutana na viongozi mbalimbali wa Kongo. Baada ya ziara yake nchini Kongo, Rais Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika aliendelea na mashauriano kuhusu mgogoro wa usalama mashariki mwa DRC kwa kupokea mjini Bujumbura watu mbalimbali kutoka Kongo. Miongoni mwa waliokutana naye ni baadhi ya viongozi wa upinzani pamoja na viongozi wa dini katika juhudi za kutafuta namna ya kusaidia mchakato wa mazungumzo ya pamoja na kupata suluhisho la kudumu kwa mgogoro huu. Burundi imekuwa moja ya nchi zinazohusika katika juhudi za kikanda za kutafuta suluhisho la mzozo wa mashariki mwa DRC, wakati ambako nchi mbalimbali za eneo la maziwa makuu endelea kushinikiza mazungumzo na ushirikiano ili kumaliza hali ya ukosefu wa usalama. Kwa sasa juhudi za diplomasia zinaendelea, huku hali ya kijeshi katika baadhi ya maeneo Kivu Kaskazini na Kusini ikiendelea kuwa na mvutano.
Hali ya mvutano endelea kushuhudiwa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa baada ya madaktari kuendelea na mgomo wao wakitaka serikali kutekeleza ahadi mbalimbali zinazohusu mishahara na malipo yao. Picha zilizosambaa siku ya jana Jumatano tarehe 15 Julai kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha baadhi ya maafisa wa polisi ya Kongo wakimwangia maji madaktari walikuwa wamekusanyika mbele ya jengo la serikali linalojulikana kama Immeuble Intelligent mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, madaktari hao walikuwa eneo hilo usiku mzima wakidai malipo ya posho ya hatari za kazi ambao kwa sasa wanadai kuwa ina thamani ya pesa milioni 1.8 za Kongo kwa kila daktari. Siku ile imetokea wakati ambako mgomo wa madaktari ukiendelea kuwasili shughuli za hospitali kadhaa za umma katika mji wa nchi. Kitendo cha polisi kumwangia maji madaktari wao kimezua hasira na malalamiko kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali ambao wanasema wataalamu wa afya wana haki ya kudai malipo yao kwa njia za amani na wanapaswa kuheshimiwa kutokana na nafasi yao ya kudumia jamii. Madaktari wanagoma wanasema kuwa tatizo lao si swala la posho ya hatari bali linahusisha matatizo makubwa zaidi ambayo yamekuwa yakidumu kwa miaka kadhaa. Mmoja wa madaktari walioshiriki katika mgomo wamesema kuwa baadhi ya madaktari wamepokea pesa chini ya milioni 1.8 za Kongo na ambazo hazijawahi kupata posho yote wala mshahara kamili kwa zaidi ya miaka 5. Kwa mujibu wa daktari wakuu, kuna mambo kadhaa ambayo serikali bado hajatekeleza licha ya kuwepo kwa makubaliano yaliyofikiwa hapo awali kati ya madaktari na mamlaka. Miongoni mwa madai yao ni kuingizwa kwa malipo ya ziada ya madaktari katika mfumo wa kawaida wa biashara kuanzia robo ya 3 ya mwaka 2026. Tunalalamikia kuchelewa kwa muda mrefu wa malipo yao ya ziada ambayo yanahusu zaidi ya madaktari 5,000 na ambayo hawajapokea tangu Februari mwaka huu. Madaktari wanasema leo wamelazimisha baadhi ya familia zao kukopa fedha ili kuweza kulipa kodi za nyumba, ada za watoto na mahitaji mengine ya msingi ya maisha. Wanadai kuwa zaidi ya madaktari 800 bado hawajengizwa katika mfumo wa kupata posho ya hatari ya kazi katika baada ya miezi mitatu licha ya swala hilo kuwa sehemu ya makubaliano yaliyosainiwa na serikali. Pia wametaka utekelezaji wa mpango wa kuingiza madaktari 1000 katika mfumo rasmi wa malipo ya kila robo ya mwaka pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vinavyochelewesha kupandishwa vyeo vya madaktari ambao baadhi yao wameajiriwa kwa zaidi ya miaka 15. Daktari wamesema madai yao yote yanatokana na ahadi ambayo serikali ilitoa kwa muda mrefu lakini utekelezaji wake umekuwa mdogo. Ameongeza kuwa hatua ya mwisho inayoitia maendeleo ya kweli katika swala hili inaonekana mwezi Julai mwaka 2025, lakini tangu hapo hakuna mabadiliko makubwa yaliyofanyika. Kwa sasa mgomo wa madaktari unaendelea katika hospitali kadhaa za umma mjini Kinshasa, huku juhudi za mazungumzo kati ya serikali na wawakilishi wa madaktari zikitajwa kuwa muhimu ili kupata suluhisho na kurejesha huduma za afya kwa wananchi. Mbunge wa kitaifa wa Kivu Kaskazini Simiso Bedi ameonya kuhusu kuendelea kuimarika kwa nafasi za waasi M23 katika maeneo ya kusini mwa eneo la Lubero, akisema alionaweza kuwa tishio la usalama kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na maeneo mengine muhimu wanaunganisha Beni na Butembo. Katika taarifa yake, mbunge amesema kuwa kuna dalili za kuongezeka kwa harakati za kijeshi za M23 katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lubero, hali ambayo inahitaji uangalizi mkubwa kutoka kwa mamlaka za usalama ili kuzuia madhara zaidi kwa raia. Kwa mujibu wa Simiso Bedi, uwepo wa kwa makundi yenye silaha katika eneo hilo kunaweza kuhatarisha usalama wa wananchi, hasa wale wanaishi karibu na maeneo yanaweza kuwa njia kuelekea kwenye mili wa Butembo, Beni. Ametaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha ulinzi wa raia na kuzuia uwezekano wa kuenea kwa mapigano katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa na ukosefu wa usalama. Mbunge wao amesisitiza kuwa kipaumbele kinapaswa kuwa ni kulinda maisha ya wananchi, kuhakikisha usalama wa barabara muhimu na kuzuia watu wengi zaidi kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi. Onyo limetolewa wakati ambako maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini yanaendelea kukabiliwa na hali tete ya usalama, huku mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yakiendelea kusababisha hofu miongoni mwa wakazi. Kwa sasa mamlaka za eneo hilo bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu hali ya hivi karibuni katika maeneo yaliyotajwa kusini mwa Lubero, lakini viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa wito wa kuongezwa kwa uangalizi na hatua za kuzuia kuzorota kwa hali ya usalama. Honorable Président pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues et élus légitimes du peuple congolais. Je prends la parole par motion d'information une fois sur la situation sécuritaire dans le nord Kivu et le sud Kivu, notamment dans le sud du territoire de Lubero. Nous, représentants du peuple fier, fils et filles de la République démocratique du Congo, montons à cette tribune
pour dénoncer avec la dernière énergie l'intolérable calvaire qu'endurent nos compatriotes du Nord Kivu et du Sud Kivu, et tout particulièrement dans notre fief du territoire de Lubero Sud, Kirumba, Kase, Kaina, Luofu, Kanyabayonga, Kitsumbiro, Alimbongo, Bingi, Miriki, jusqu'aux rives du lac Edouard. Honorable Président, avant toute chose, et la fierté au cœur, nous saluons et soutenons sans réserve les efforts diplomatiques, politiques, militaires du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son leadership est notre boussole. Nos vives félicitations également à l'honorable président de l'Assemblée nationale avec son homologue Sama d'avoir porté haut la voix de la RDC et renforcer la diplomatie de paix menée par le président Félix Antoine Tshisekedi, comme il vient de le faire à la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Yaoundé. Honorable Président, l'occupation illégale par l'AFC par M23, soutenue par l'armée rwandaise RDF, transforme notre terroir en un véritable couloir de la mort. Dans tous les villages occupés, des hommes armés pénètrent dans les maisons. À la tombée de la nuit, leur méthode est une sauvagerie inouïe. Décapitation à la machette, au couteau, au marteau. Ils volent et ils violent nos mamans et enlèvent nos jeunes. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2026, à Kirumba, quartier Kinahwa, cellule du marché, 3 personnes ont été décapitées, parmi elles même un grand infirmier au nom de Moïse et 2 femmes grièvement blessées. Dans la nuit du 9 au 10 juillet, à Kaina, 9 personnes ont été massacrées de la même façon. Honorable Président, la population se demande, Corneille Nangaa est-il vraiment congolais? Car la souffrance dépasse l'attendement. Il y a un enrôlement forcé. Notre jeunesse, honorable président, est volée. Les rebelles raflent nos affaires de jour comme de nuit. Certains sont tués sur place. D'autres sont enrôlés de force dans leur rang. C'est un esclavage moderne qui vide nos familles de leur avenir. Honorable Président, je tiens à vous parler d'un meeting du M23 boycotté par le peuple patriote de Kirumba à date du 11 juin 2026. Donc c'est samedi passé, au centre galerie de Kirumba, les rebelles ont tenté un rassemblement. La population debout, digne et patriote l'a massivement boycotté. Les M23 ont alors lancé leur provocation. À Swahili disant hatutatoka Congo, tunaenda hadi Butembo Kinshasa. À Swahili ça veut dire, en français plutôt, nous ne quitterons pas les pays Congo. Nous irons jusqu'à Butembo et Kinshasa. Ils ont osé dire que la date du 15 juillet pour leur retrait est très fausse. Honorables collègues, ce n'est plus une rébellion, c'est une conquête toujours annoncée. Même mode opératoire que les ADF. Dans le sud de Lubero, les massacres sont identiques à ceux des ADF. Une seule conclusion s'impose. L'ennemi qui tue à l'est est seul. Et même monstre, quels que soient ses masques, honorable président. Il y a pillage systématique et renfort rwandais. Les véhicules et motos sont pillés dans la route numéro 2. Par ailleurs, des sources concordantes confirment des renforts en hommes et en matériel de la RDF sur l'axe Kase-Kitsombiro à violation flagrante de tous les accords de paix. Recommandation, des actions fortes, même pas de paroles. Honorable Président, avant que je chute, devant ce déchaînement de violence, les discours ne suffisent plus. Nous exigeons des actes immédiats et sans faiblesse. Sur le plan international, merci collègues. Sur le plan Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa ni Alhamisi tarehe 16 Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupatia muda wa kufuatilia habari mbalimbali kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo yote yanayohusu usalama, siasa, masuala ya kijamii na maisha ya wananchi, na kuletea taarifa mpya kadiri zitakavyokuwa zimepatikana. Mimi ni Loje Longo na kutakia siku njema yenye amani na mafanikio tele katika shughuli zako za
kila siku. Vile vile usahau kuendelea kuwa pamoja nasi kupitia Kivu News Info Chambo, chanzo chako cha habari kwa usahihi na vile vile sauti ya wananchi. Na kabla ya kutoka ndani ya studio zetu, niendelee kukumbusha tu kwamba uende ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusufaa kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na Korongo unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi tunakutakia asubuhi njema na bye bye na chao, na Mwenyezi Mungu endelee kukubariki, vile vile naendelee kubariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.